Unasikiliza Midundo Radio on www.midundoradio.co.tz. Sauti ya Afrika Mashariki. Tusiofu mapaparazi. Ibana anaitwa Likomi, yuko na Mishi. Ngoma inaitwa Selena. Ni kitambo kidogo hii ngoma najua. Niko na Msiga bwana ananiambia alitoka ngoma moja afa kaondoka. Sasa sijui. Inawezekana pia ndio maisha vile ifanye, na labda ndio nyimbo hiyo moja, au ndio kipindi kile kulikuwa na ugumu watoaji wa nyimbo, tulikuwa nasema producers wamekuwa wengi. Labda ilikuwa foleni ndefu akaona sasa muziki unanichelewa. Shebu ngoja niachane nao afu nifanye vitu vingine. Of course, isikana kama mshikaji wako nyumbani pia na unaenjoy kusikilizia pia Midundo Radio. Leo nimekuletea Msili bwana, nakupa njia za kufanya uweze kuenjoy zaidi na kufanya harakati zako zifike mbali zaidi, kwa sababu tu yeye ashapita huko na ashafanya vitu vingi sana. So leo unamuona kwenye kideo jamaa na yuko hapa kwa kisha unapata vitu vikubwa zaidi. Niko na star na niko na ndugu zangu bwana Emirates bwana, wananifanya sasa hivi naweza kuenjoy. Sasa hivi nikifikia kwenda UG, ina maana Emirates wananipa kama karibu bwana Joseph, njoo pite huko bwana. Nikifikia kwenda Rwanda sasa hivi basi Emirates wapo. Nikifikia kwenda South Africa, so niko na Emirates sasa hivi. So kama wewe pia unafikia kwenda nchi za nje, basi inabidi upande ndege aina ya Emirates. Unaambiwa bwana, mbona nimevaa mimi hivi? Hasa ndio vimo hivyo sasa. Ina maana COVID itakutia huko, yani huko. Lakini ukipanda ile ndege bwana, COVID huikoje kabisa, kwa sababu maisha ndio vile ambavyo. Sasa time ya kuenjoy na zile festival, wacha nikukumbushe tu kwamba bwana, leo ni ile grand finale ambayo itafanyika mitafani hivi ya Masaki pale. Nazungumzia Marafiki Festival. Kumbuka ilianza kule makumbusho ya taifa, watu wakaenda nayo, wakabeng nayo, lakini for this time around leo ni grand finale ambayo Chikaya atakuwa ni mmoja wa performer ambao wataperform leo kwenye jukwaa lile pale la Marafiki Festival. Na kama sasa hivi unavyonisikiliza huna sehemu ya kwenda kwa sababu leo ni Alhamisi, Throwback Thursday, basi dondoka maeneo ya Masaki pale, pale Leopard Masaki pale. So Leopard Masaki, alafu uweze kuingia. Kiingilio ni 10,000 tu. Lakini pia kama huna sehemu ya kwenda leo na unataka utoke uende sehemu yoyote, Urithi Heritage pale Mlimani, of course, chuo cha Mlimani pale utamkuta Chemical pale yupo. Leo wanasherehekea na leo wanazindua ile movie ya Urithi Heritage. So hamna kiingilio. So ni miguu yako tu. Chapu kidogo ondoka pale, uweze kuenjoy sana kila kitu kinafanyika pale. Jumamosi hapa ni ile Miss Tanzania, of course for 2020. Utaenjoy pia kuiona pale Jenny ISS au vipi. Lakini pia ile Swahili Fashion Week pia itakuwa mtaa fulani vya Selena. So hizo ni sehemu ambazo weekend hapa lazima ufikirie kwenda. Najua kabisa huwezi kukosa sehemu yoyote ya kwenda. Lazima utachagua sehemu moja ambapo utaenda. Lakini pia wale ndugu zangu wapenzi wa rumba, muziki fulani live, mitaa fulani sio mbali kabisa. Sio mbali kabisa yani. So kama unakaa Mikocheni, kama unakaa Mbezi Beach, kama unakaa mitaa fulani vya Tankibovu, unakaa mitaa ya Mbezi ya Kimara kule, ni gari moja tu. Uzuri wa hii show bwana, inaanza saa 6 mchana. Na maanisha ni Remi Ongara Festival. Tunafahamu mzee bwana shatoka, lakini wale ambao wanaisha shughuli zao huwa wanasherehekea kila mwaka zile kazi za mzee wetu alizokuwa anazifanya. So wanaalikwa watu mbalimbali. So this time around kuna utofauti kidogo. Wako wasanii wa kutoka nje ya nchi watakuwa kwenye perform, na hii sehemu sasa hivi itakuwa ni sehemu ya Kawe Roundabout pale. So watu ambao mnajua Kawe Roundabout, kuna garden moja nzuri sana pale. Basi viwanja hivyo vile garden ndipo ambapo litafanyika tukio la kumwenzi mzee Remi Ongara au vipi Remi Ongara, kwa sababu huyu jamaa bwana amepewa jina, unajua jina lake tu limepewa festival, ni kila mwaka wanafanya. Kesho wanaanza, lakini ile grand finale yenyewe itakuwa ni Jumamosi ambapo utakula nyama pale, utaenjoy vitu vingi sana. Wale watu wa ile nani zetu zile viko pale pia. So moja ya watu ambao wanaperform Sono Ngoma watakuwepo pia. Kuna baadhi ya sehemu kutoka Zanzibar watakuwepo. Watakuwa wasanii wengi sana. Of course Grace Matata ni moja ya performer pia ambao watakuwepo pia. So wewe na mwenza wako, au wewe na familia yako, au wewe na ndugu yako, hebu jichangeni. So ni kwa 10,000, lakini pia 500 kwa meza. So ina maana ukitaka kwenda pale basi jichange hivyo uweze kuenjoy muziki mzuri. Tukio linaanza kuanzia saa 6 mpaka saa 6. Ina maana saa 6 mpaka saa 6 mpaka saa 6. Saa 6 mchana mpaka saa 6 usiku utaenjoy kumwenzi Remi Ongara, na maanisha ile Ongara Festival ambayo itafanyika. So kwenye segment yetu ya festival and event
Nikupa taxi hivyo, ni kazi kwako kuhakikisha unafika hapo. Niko na Msili. So, dakika 0 nikirudi nitapiga story na Msili hapa, tutajua vitu vingi sana kutoka kwake. Kumbuka haki za msanii ipo kwa ajili ya kufanya msanii uweze kuenjoy na kupata vitu vingi sana na muziki wako uweze kusonga mbali zaidi kwa popote ambapo unakuwa unasikiliza kupitia www.midundoradio.co.tz. Basi kama mchongo mziki kama kwa popote ambapo unasikiliza, tunako pale Instagram bwana, tunatumia Midundo Online au vipi, lakini pia pale YouTube Midundo Online Media. Unaweza kucheck pia temeza yako nzuri sana. Nimekuambia chochote unachofanya hapa na Msili tutakuwekea pale YouTube. So kama hutapata nafasi ya kusikiliza leo, basi ndio pale YouTube tutatumia Midundo Online Media. Utaona elimu ambayo ndugu yetu katuletea hapa. Ujao bwana alikuwa kwa THT, lakini naona sasa hivi naye ikawa wimbo mmoja, wa pili ule, wa tatu tukumuona tena. Sijui ilikuwa kosa nini au kwa sababu mzee alishatangulia, ila ni miongoni mwa performer, ni miongoni mwa wasanii wazuri sana wa kuimba, mwandishi mzuri sana. Mimi na mwadimaya kwa kila ambacho anakifanya. So, huyu hapa sijui kama pia unakuwa unampenda, lakini ndio kana mimi pale Instagram tumesema Tanzania ndio enjoy. Bwana anaitwa Alinipishe, miongoni mwa mazao ya THT, lakini miongoni mwa watu ambao wamefanya vitu vingi sana. So, niko na Msili for this round. Msili bwana ashapitaga pale CMG, so akajua pia na utaratibu. Najua THT walikuwa ni familia yake pia, kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao walikuwa pale. Before tujafika huko, unafikiri kwa nini THT sasa hivi kidogo imepotea mzee wangu? Kwanza mambo vipi? Inabidi tuulize kwanza alafu ndio sababu tupate baadaye. Au vipi? Actually bila dhani kila kitu kinajulikana au vipi? Okay. Zamani THT mtu akiwa kina Damu City wale wakifanya kazi lazima kuingia Boss Ruge. Yeah. Au vipi wakati Brother Dito akifanya kazi Boss Ruge. Unajua Ruge bwana alikuwa ni mtu fulani hivi ambaye alikuwa na vitu vingi sana. Okay. Sitaki kumzungumzia sana kwa sababu hayupo, lakini ni moja kati ya vitu ambavyo mimi nilikuwa nina uwezo kumwambia hata alipokuwa yuko hai. Okay. Na pia amenitengeneza mimi katika namna nyingine, ndio maana hata SMG kwamba tutakufungulia dunia. Utaamua mwenyewe. Kwa hiyo akileta, na nadhani hicho kitu ndio nimekikopi hata mimi. Mimi unaweza kuniletea ngoma nikaisikiliza nikamwambia hii ni ngoma nzuri, hii ni hit song. Okay. Umeshaelewa? Unajua kuna tofauti. Kuna ngoma nzuri na hit song. Okay, right. Umeshaelewa? Ukaletea video nikaona kabisa video ni ya kawaida sana. Haishtui. Umeshaelewa? Au umefikiria nini? Unajua vitu kama kwa mfano ukiangalia mbele, ukiangalia video za Kendrick Lamar. Yes. Yaani ukiona mpaka za huyu jamaa aliwaza nini? Alifikiria kitu gani? Pakubwa kweli. Yeah. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye tuliamini maneno yake. Na tuliamini kitu, ukileta kitu kizuri anakuambia yes, hichi ni kitu kizuri. Okay. Haimaanishi tu kwamba vyote alivyovipinga havikufanya vizuri sokoni. Kuna vingine anasema kawaida, lakini anyway anakuachia tu ufanye the way jinsi unavyofikiria. Lakini sasa hivi ni nani sasa? Umeshaendelea ambaye labda Mwasiti, unajua Mwasiti kaanza THT tuseme bado tunaweza kusema bado mdogo. Yes. Mpaka tangu THT naanza mpaka sasa hivi alikuwa bado yupo THT. Okay. Sasa ni nani leo Mwasiti atampelekea ngoma ambaye bwana mziki labda mfano mmoja kwa kuisikiliza na wakati mmoja kumkuta Mwasiti THT. Noma kweli bwana. Anaitwa Msili. Tuko naye hapa. Msili bwana, mambo vipi mzee? Kama kawa bro, inakuaje? Hebu wasalimia Tanzania kwanza kule. Yes. Bwana mambo vipi? Mimi naitwa Msili Breezy. Yeah, niko Midundo au vipi Midundo Radio Online. Nimefurahi sana kualikwa hapa Tanzania. Kama unacheki YouTube unaweza ukasikiliza madini ambayo tunatoa. Mimi ni entertainer by the way. Hauwezi kuniambia ni mwanamuziki, mtangazaji. Mimi ni entertainer. It's all about music, popote ilipo, burudani popote ilipo mimi nipo. Noma sana. Bwana niko na Emirates hapa sasa hivi. So ukitaka kusafiri sehemu yoyote basi Emirates wao anakuambia ni kazi nzuri sana kwa sababu Kigoma hii tunaenda nje ya nchi. Nje ya nchi Kigoma inabidi tuchukue ya ndani ile nyingine ile. Ile nyingine ambayo mheshimiwa alishusha ile. Lakini kienda nje ya nchi najua Msili bwana ni entertainment. Entertainer muda wote lazima safiri kwenda nje ya nchi kwa sababu always ana managers wengine ambao wako nje ya nchi. Atatumia Emirates tu kwa sababu ndio ndege ambayo ipo na ndio ndege ambayo kuna ndege gani ndio dude ile unaona, alafu bahati nzuri bwana Emirates wana pisi moja kali sana wakiwa na kuhudumia. Kwa unasema da jamani sidibaki tu. Hello, kubwa sana hiyo. Msili, tuende moja kwa moja kwenye point yetu. Najua nikaona haki za msanii lazima ajue haki zake, lakini mbali na kujua haki zake lazima ajijue yeye ni nani. So najua Msili yuko kwenye game muda mrefu sana. Yupo kwenye utangazaji,
yupo kwenye usanii, yupo kwenye management. Sasa hebu tuanzie sehemu gani? Msanii kitu cha kwanza anachotakiwa kukifanya before yote anatakiwa afanye kitu gani? Ili mradi kwanza anatakiwa ajue kwamba anafanya biashara. Okay. Umeelewa? Anatakiwa ajue kwamba yeye ni biashara, yani yeye ni bidhaa. Sijui kama unaelewa. Ndio. Kwa mfano unaona hii simu, sitaki utaje jina. Umeshaelewa? Hii simu ndio jinsi unavyoiona ni gharama pia. Yeah. Umeshaelewa? Yes. Na gharama hiyo sio kwa sababu tu labda na kamera nzuri ama sijui na ni kubwa na namna gani. Hapana, kuna namna ambavyo wao wameivalue. Okay. Ile value yake. Ile value yake. Thamani. Wameipa thamani. Okay. Na huwezi kuikuta imewekwa kishamba tu kwenye maduka yake. Yaani unaona tu ile jinsi imewekwa, unajua tu kabisa tu kikiangalia hichi kitu unasema hii kweli brand. Kwa hiyo kitu cha kwanza labda nikutolee mfano, mimi nimekulia katika mazingira ambayo nimezungukwa na wanamuziki wengi, producers, directors, mimi ni entertainer. Okay. Umeshaelewa? Nakumbuka siku moja tulikuwa studio, mimi, brother yangu watu Mbatizaji, na brother yangu mwingine Manuota. Okay. Au ni mmoja wa brothers ambao wamenilea mimi. Family. Yeah, family. Okay. Alikuja 16 ameletwa na MSB kipindi hicho. Tambo hiko Flex. Rest in peace kwa MSB. Yeah, rest in peace bro. Sasa MSB unajua ule star kipindi kile nini, akaambia bwana amtambulisha sana 16 pale. Huyu bwana mdogo wangu huyu anaimba. Mpeni nafasi, mdogo wangu anaimba 16 kainama. Atumjua nini, akamtoka hapa kwenye nyumba. Oya bro, mimi si mimi naimba. Okay. Yaani kwamba usikitika wala inabidi tukumbushie bwana. Of course but nzuri sana leo ni throwback kazi. Umeelewa? Kwamba mimi si mimi naimba. Yaani kupitia ile kauli 16 alipita pale moja kwa moja na ngoma yake iko humu kitambo sana ameifanya. Na ni ngoma kali sana kwangu. Okay. 16 brother mshikaji wangu sana. Umeelewa? Kwa hiyo kupitia ile kitu alijua value yake. Unajua kwa mfano nakwambia unatangaza tu. Kama tangaza nje hapa, yaani ni kitu ambacho sio official, yani kama yani kama yani sijui hata nizungumzie. Msikilizaji anaweza kuwa ananielewa. Kwa hiyo kitu cha kwanza sorry. Ndio. Kitu cha kwanza msanii lazima ajue kwamba ni bidhaa. Okay. Umeshanielewa? Na ile anayofanya ni kazi ambayo inabidi aipe nafasi ya kwanza. Yeah. Ukiithamini itakuthamini. Okay. Umeshanielewa? Cha pili, uende kwenye procedure za branding. Wasanii wengi wanajua kwa branding ni kuacha kupokea simu. Kwa branding ni kuwa hauko on timing. Yani kwamba leo tunaniambia msiri tuna interview saa 1:30 na kuja saa 3. Bwana wewe. Umeelewa? Utanipigia simu naona Swaiba kabisa huyo hapa, lakini sipokee bila sababu eti kwa sababu tu ni star. Umeshaelewa? Sasa huko kote unakosea. Kwa hiyo kitu cha kwanza msanii ambacho anatakiwa kifahamu mimi ni kujua anafanya biashara ya muziki. Na biashara yote na procedure. The way you invest, not the way you get more. Umeshaelewa? Leo msanii anaweza akafanya video let's say milioni 5. Okay. Kampa scanner pale au mdogo wangu Joma. Bwana milioni 5 ni shoot video. Hiyo hapo mzee wangu. Hem tushuti hapo. Yeah. Asa ile milioni 5 mzee wangu. Ndio. Unamuuliza sasa. After ile milioni 5 akisha shoot video. Okay. Akimaliza ina maana anaipeleka YouTube. Okay. Au vipi? Ndio. Alafu kesho kutwa akitaka kutoa kazi nyingine, bado ile milioni 5 haijarudi ujue, kupitia ile project ambayo aliyoifanya. Ndio. Si ndio? Ndio. Lakini pia anataka kwa mfano kama leo alinipisha ametoa ngoma. Baada ya mwezi si lazima atoe ngoma, wasanii wengi bwana. Bwana Swaiba. Umeshaelewa? Kwa hiyo anataka atoe tena ngoma nyingine. Okay. Anabidi sasa ingie front kutafuta milioni 5 nyingine. Umeshaelewa? Akashoot video, aipeleke tena YouTube. Sasa mtu anajiuliza huyo anafanya biashara gani? Okay. Hiyo ni video. Ndio. Bado hujafanya promotion. Si ndio? Kwanza mitandaoni, media tour na nini na vitu vingine. Kwa hiyo unaweza kuta nyimbo moja imekosti labda kwa msanii ambaye ana at least kama kina Phobia kina nani inagonga hadi milioni 7 au 10. Bwana. Lakini hajiulizi hela inarudije. Okay. Anaendelea tu kutoa. Yaani anaendelea tena kesho kutwa atoe video kali na nini. Sasa siwezi nikawalaumu, ni elimu ambayo hawana ya biashara ya muziki. Mimi nakumbuka last time nilikuwa Nairobi, nilikutana na watu, kuna mtu tulikuwa nataka tuingie naye kwenye makubaliano zao, na mfahamu hata kumtaja jina. Yes. Tulikuwa tumeenda hadi
na Nairobi kule katika vikao vya hapa na pale. Niulizo swali moja tu. Unajua Msilo ni manager, ni mtu ambaye anaenda front nini fresh. Kwanza ukafanya video kali na nini. Tumeukabidhi project ya milioni 8. Tusiende mbali, project ya milioni 5. Msanii wetu ndio huyo hapa. Ni underground. Si ndio? Hata kama si underground ni msanii huyo hapa. Let's say labda Aslay huyo hapa. Ndio. Au Marisa huyo hapa. Marisa mwanangu sana, big shout out to Marisa. Marisa, bisha sana. Mimi mwenyewe mwanangu bwana. Au vipi? Marisa huyo hapa katoa ngoma hii hapa. Project yake pale jumla kuanzia promotion video, audio, nini kila kitu imegonga milioni 7. Okay. Tunakupa manager project ya milioni 7. Tunairudishaje? Bwana wewe. Kwanza nikasikuti, tutafanya shows, sijui kuna ma event kibao kama ma festival nini. Huyu msanii ndo anaanza kupata festival na kulipa ni kazi. Yani kupata huyu atakiwa enda kajitangaze. Tunarudije? Tunaipataje? Kuja kupata hii project nyingine. Tunapataje ni kwamba hii hela inatakiwa irudi at least hata nusu. Lakini bahati nzuri walijua kwamba asilimia kubwa wa viongozi wa kusimamia muziki hapa Tanzania wengi wanajua, baadhi yao, lakini wana ubinafsi kwamba hawezi kumwambia mtu fulani kwamba eti hela unapatia hapa ama hela unapatia hapa. Sasa hatuwezi tukaenda, na maana Nigeria wanatuzidi. Ukiangalia wasanii wa Kenya, msanii kama labda King Kaka kwa huku sio msanii mkubwa, lakini kule ana mafanikio hasa mkubwa hivyo, lakini ni msanii ambaye ukimleta kibongo bongo huku unaona sijui nani anayemfuata, labda katika top 5 ya wasanii wenye hela anaanza kawepo. Okay. Umeshaelewa? Lakini ukiangalia wasanii wao kule wana marriage nzuri, umeona, na watu wanawasifia. East Africa hakuna wasanii ambao wakubwa kama wa Tanzania kwa majina. Okay. Lakini hatuna kitu, tunatengeneza mastaa wenye umaskini mkubwa. Umeelewa? Lakini kumbe kuna sehemu tunakosea, waliofaidika ndio wao, sitaki wataja majina, lakini waliofaidika ndio waliofaidika. Umeelewa? Lakini cha msingi ni kwamba lazima ujue muziki sasa hivi umebadilika kuingia kwenye digital platforms. Okay. Kiachana na Boomplay, kuna digital platforms nyingi ambazo zinafanya biashara ya muziki. Okay. Si ndio? Ambazo mule badala hapa kutoa 500 kumpelekea Swaiba ambaye atakupa interview ya nusu saa ama dakika 10, umeelewa, 15 alafu kimaliza ngoma kapiga mara moja, kwa nini usichukue ile hela ukaenda kuinvest kwenye social medias? Okay. Bwana Swaiba una followers wangapi kiasi fulani? Basi poa mwanangu 50 hapo. Nataka unuona ni post kuanzia asubuhi, mchana, jioni ama kwa siku mara 2 ndani ya mwezi au ndani ya wiki. Swaiba anachukua 50 yake anakunja. Swaiba ana viewers ama followers kama 20,000 maybe. Katika 20,000 ukiwaambia bwana hii ngoma iko iTunes ama tuning, sawa, tunaanza kusema wabongo ni wagumu sana kununua ngoma online au vipi, tunasubiri tulishane kwa WhatsApp. Kuna mataifa mengine Nairobi wananunua sana. Okay. Umeshaelewa? Watu wana stream, achana tu watu wana stream waenda kusikiliza. Umeshaelewa? Kwa hiyo huko ndio biashara ilipo. Of course nilikuwa naona post ya Masauti leo, aliposti pale jinsi ambavyo ngoma yake imekuwa streamed mara laki ngapi sijui. Of course nimesahau kidogo, kama sio 300,000. Alipost pale kila kitu. Ile hela kibongo bongo sijaona msanii wote kiposti kwamba ngoma yake imekuwa streamed mara nyingi. Zaidi ukiacha lesi ya kina Diamond. Yeah. Diamond sasa hivi hapo na nini sana, kwa sababu naona ishakuwa too much, kwa sababu akitaka kwa hivi vile unajua yule ni msanii mkubwa. Unafikiri kwa sababu gani sasa ili watu inabidi waende huko? Plus gani ambazo watakiwa wawe nazo? Okay. Kitu cha kwanza ndio maana hii sasa naongea kwa manager, kwa sababu msanii hawezi akafanya kila kitu. Yeah. Hata mimi nikitaka kumsimamia msanii kwa sababu kwanza mtu aelewe manager sio bosi. Okay. Umeelewa? Yeye mnaelewa? Manager sio bosi jamani, sio kama na mahela ndio hakutafuta Manager ni bwana mipango tu. Anakuwa na strategy kwamba bwana fresh Marisa ndani kusimamie baridi. Una strategy gani? Kwa sababu kuna wasanii wengine wanajiona njia wanataka kupita. Okay. Si ndio? Kwa hiyo hawezi, kwa mfano msanii kama Marisa ama msanii kama Barnaba aweze kubeba labda CD akabook interviews, yuko kwa magazeti, yuko nini kwenye shows, kwa atakiwepo mtu ambaye amwajiri kwa ajili ya kufanya ile kazi. Okay. Manager ni kumanage kila kitu ambacho kipo. Uniambie na interview saa fulani, tuna show saa fulani, umeona kuna jambo hili tunabidi tufanye hivi, ni muone fulani. Kwa hiyo wewe ndio ile kazi yako. Okay. Umeshaelewa? Yeah. Anayekulipa pale ni msanii.
Sio manager ndio amlipe msanii. Msanii na mlipe manager. Yeah, kwamba kashafanya kazi yako mwisho wa siku hichi hapo. Kwa hiyo ndio kuna makubaliano pale ambayo atakuja. Kwa hiyo kwa mfano mimi msanii anapokuja na budget, si ndio bwana, na project yangu hii hapa, namsikiliza kwanza anataka ana strategy zake. Kwa sababu mwingine anamwambia bwana nina namba Swaiba hii hapa, na namba fulani hii hapa, na namba fulani hii hapa, wao ni wanangu na nini na nini, mimi nitawapigia simu au wapigie simu namba zao hizo. Kwa na kurahisishia. Kwa hiyo tufanyaje boss, tupite huko tupite kwa mimi nafanya ambavyo anapotaka yeye. Au kama hana sasa mimi ndo nampa strategy zangu. Kwamba tunafanya moja mbili. Tufanye moja mbili tatu. Hapa kinahitajika kiasi fulani. Kwa biashara yoyote lazima iwe na capital. Ndo narudi sasa huku. Umeelewa? Sasa ile capital unajua unaiweka wapi na unapata nini? Baada ya kuwekeza sasa. Yani kwamba mimi naenda kwa Swaiba kwa ajili ya mileage kwa sababu Midundo ni radio ambayo inasikika sana. Afrika Mashariki umeshanena, watu watanijua, watafanyaje na nini, na katika swala la branding ndio vitu watu leo Msiri kaitwa huko. Kesho kaenda kule. Kwa hiyo ile value yangu mpaka naitwa Midundo, ina maana kazi yangu watu wameiona na media wanatambua uwepo wangu. Ndio. That is the branding. Sio kama umeelewa? Kwa hiyo inachotakiwa sasa hapo kufuatilia nini kufanyika ni kwamba kutambua sasa wewe msanii kwamba leo mimi naenda labda Midundo, let's say kwa mfano ni of course radio zingine watu unajua maisha huko ni lazima uwe kidogo mkono mtupu ulambo iko hiyo biashara. Mtu aweze kupromote wewe unaenda kufanya show milioni 5 alafu yeye leo inakuwa hajaget chochote. Ukweli uko hivyo, umeona? Kwa hiyo ataangalia sasa, okay bwana nikienda kwa Swaiba pale kwa mwanangu na 50 hapa. Sasa hiyo 50 kwa Swaiba unaitengenezea mazingira gani kurudi? Yani ukisoma falsafa za mimi sijasomea biashara zaidi ya form 4 tu ile, lakini advance na chuo huko nimeenda kusoma mambo mengine. Lakini ni wewe jamaa wa Nairobi walinielekeza vitu vingi kwamba chochote kinachohusiana na hela lazima ujue unawekezaje na kinarudije. Ndio maana nadhani hata mimi nilipokuwa nafanya mitikasi yangu nilikuwa sitaki njia za panya na kufuata wewe. Naongea na Swaiba nataka moja, ni kwa sababu najua nikiongea na Swaiba limeisha. Sasa Swaiba ndio akamcheki fulani, sio akamcheki fulani. Hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo cha kwanza ni kujua strategy ya biashara kwamba una capital, unatakiwa uwe na digital platform zote za duniani ambazo zingine zinalipiwa. Unatakiwa uwajue watu ambao wanaziendesha hizo, kiachana na Boomplay, umeshaelewa, na sehemu zingine na Mdundo bwana, mdundo.com, umeelewa? Afu mimi nadhani wewe nipo humo. Ndio. Sorry. Bwana tuko na Msiri hapa, tunapigania story. Muda wetu unakimbia, lakini still bado kuna madini sana ambayo anatoa. So kwa muda wetu atatupatia madini mazito zaidi. Exactly. Kwa hiyo mwisho wa siku lazima ujue muziki sasa hivi umehamia digital platform. Ni bongo tu ndo tuweze kudownload ngoma, tuweze kustream, lakini cheza zetu huko wanasikiliza sana. Kwa hiyo ukiwepo TuneIn, ukiwepo Shazam, ukiwepo wapi, Shazam nyimbo moja ama mtu kustream anastream kwa $1. Au vipi? Mtu kudownload kwa $2. Na $2 ukichange kibongo bongo shingapi? Umeshaelewa? Kama 2000 na ngapi sijui, sawa? Sasa hiyo 2000 na ngapi? Wewe unahitaji tu watu 1000. Ama unahitaji watu 2000. Hiyo ni Shazam tu, bado TuneIn. Umeelewa? Bado si Spotify. Bado si wapi wapi. Kwa vile vitu vyote vile ukija kuconclude kwa mwezi kama utumia milioni 2 au 3, unajikuta kama una milioni 1.5, kama unafanya promo ya maana unajikuta hadi una milioni 5. Na ndio wenzetu wa Kenya wanafanya hivyo. Si ndio? Wanaingiza muziki kule. Baada hapo natakiwa uje sasa katika branding. Msanii ni nani? Mimi kwa nini nije nilipe show yako 50,000? Unafanya nini? Umeelewa? Kwa lazima ujivalue. Ndio maana unaona watu walikuwa wanaamiga mimi siwezi kutembea na bouncers, siwezi kutembea na nini. Yani siwezi kutembea na cameraman, siwezi tu. Hakuna. Wewe unapokuwa msanii kazi yako ni kuonekana kwa watu, yani watu wanakufuatilia wewe. Umeona? Ndio maana leo kuna wasanii wakiwa wanafanya interview hawataki kuona hata simu, wanaweza kuwa wanatumia simu kali za maana ambazo ziko trending lakini hazionyeshi. Umeelewa kwamba mimi natumia simu hii. Hata maji anakunywa maji, anakunywa vinywaji, anatumia vouchers mitandao tofauti, lakini hawezi kuambia mimi nakunywa maji haya. Kwa sababu anajua kabisa atatangaza. Watu wanamfuatilia kwamba mimi leo kwa sababu labda let's say Swaiba anavaa nguo hivi, unaona wewe ulivyovaa hivyo. Umeelewa?
una audience wanakufuatia kwamba na kesho nataka ile kama Swaiba. Okay. Nataka ile mask kama Swaiba. Oh. Kwa tayari ni biashara umemtengenezea mtu mwingine. Kwa hiyo anakwepa hiyo Kwa hiyo kitu cha kwanza kwa msanii ni kwa branding. Okay. Branding ni kujitathmini wewe, umeshenelewa, kujiweka katika mazingira ambayo ni mazuri. Ndio. Umeona, kuwa mtanashati, ninapozungumzia kuwa mtanashati, kuwa uko very smart, kuwa na watu ambao wanakuzunguka ambao make sure una photographer, una videographer, una manager ambayo yuko active. Umeshenelewa. Na kwa pia sehemu, na sio kila sehemu leo labda uko Tabata, leo uko wapi, viwanja vyote upo. Sasa leo kuna kiwanja kimoja hapo. Kiwanja hapo chini, nadhani unaelewa. Leo uko hapo kiwanja cha hapo chini, afu kesho naambia bwana niko kiwanja cha juu pale bichi piji na nili. Nafanya shopping elfu 50, nani anakuja kutoa? Bwana wewe. Umeshenelewa. Ndio pale pale unabakia kwa. Kwa hiyo cha msingi ni kujua kwamba wewe ni bidhaa. Na bidhaa jinsi ya kuiuza lazima ipewe uthamani. Umeona? Na ndio maana leo kuna wasanii ambao tukua washaji zetu kabisa. Kuna watu maarufu ambao before that walikuwa na washaji zetu kabisa. Ndio. Labda nikutolee mfano, mimi Mbosso nimekaa naye sana Tabata. Mwanangu sana, sizungumzi kwa ubaya, ila ni mwanangu. Lakini mwisho wa siku alipoenda kwenye management ya WCB, na mimi wa WCB naelewa, kwa kuna muda yani hata kuonana amuonani. Ndio. Umeshaelewa? Kuna muda unaweza kukutana na Mbosso hapa, ukaona ni mambo vipi poa, afu akausha. Kwa sababu wale wanapewa darasa. Jinsi ya uthamani wako. Umeelewa? Sio kila mtu anafia Swaiba. Mambo vipi sisi ni ni vitu ambavyo kwa msanii na kuna siku mimi nina swali langu la mwisho. Ndio tunakimbia sana. Kwa nini endorsement zinakuja kwa watu wale wale? Japokuwa Tanzania tuna watu zaidi ya milioni. Tunapozungumzia wale yani kitu naweza nikakijibu afu nikaenda deep sana. Mimi nakupa dakika 5. Unijibia kwa dakika 5 kwa sababu na dakika 52 sasa hivi. Hata 57 tutaga show. Of course iko hivi. Hakuna mtu ambaye anapenda kufuga mbwa asiyewinda. Umeshaelewa? Mimi nimejifunza kupitia kwa brothers wetu wengine. Nakumbuka UI hichi kitu najaribu kukisema kila siku, akisema ukitaka kufika haraka nenda peke yako. Ndio. Ila utakufika mbali nenda na wenzako. Kwa mfano unaweza kukuta mtu kama Diamond, ile sasa hivi amekuwa taasisi. Yaani kuna mtu anakula anafanya kwa sababu ya Diamond. Na ameshajua kwamba anauza. Kwa unapomletea deal, unakula percent fulani. Alafu na anakula percent fulani. Umeshaelewa? Na anathamini kile kitu. Kwa hiyo kwa nini asiwe anapata endorsement nyingi wewe mwenyewe? Sijui kama mnaelewa. Na anakuwa na watu ambao bwana na hichi na alafu kitu kingine hapa nizungumze cha mwisho, umenipa dakika 5, nadhani bado dakika 3. Wanadhani watu wengi wanadhani ama wasanii wengi wanadhani ukiwa star ndio sababu ya kupata matangazo. Umeshaelewa? Kumbe matangazo yanaenda kwa procedure. Mimi mwenyewe nafanya matangazo. Sasa hivi najibu vizuri pale kwanza. Kuwa star mkubwa sio wewe kwa sababu upate matangazo. Ila matangazo yanaenda kwa procedure. Kwa mfano unataka matangazo kupitia kampuni fulani ya simu. Si ndio? Watu wanataka profile yako. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Unabidi waonyeshe kwamba tukikupa tangazo letu litawafikia watu wangapi, account yako ina watu wangapi, proposal unaweza ukasema. Wewe mwenyewe una watu wangapi? Umeelewa? Yaani sasa yani watu wanahitaji kwa sababu unakuta wasanii wengi ukimwambia Chemical na proposal yako, hana. Umeelewa? Kesho anataka tu zali tu kwamba ndio maana unakuja unapigiwa simu na chawa kwamba unatangaza alafu tangazo kwa milioni 50 unakuja kwa laki 5. Chawa kashamaliza kila kitu. Chawa kashamaliza kila kitu. Kwa hiyo cha kwanza manager abidi aangalie kwamba kibiashara sasa msanii lazima ana proposal. Umeona ile proposal wewe unapofika unaenda kwa mtu wa marketing, bwana msanii wangu huyu hapa. Sio kila mtu labda Chemical anamjua. Akiangalia huyu msanii kuna wengine ana followers milioni 3. Ana followers milioni 3 YouTube, ana subscriber laki 5. Sio wapi? Bwana wewe kufanya naye kazi yetu itaenda. Kwa hiyo anajua kwamba sponsor akitia hela hapa, umeshenelewa, ama akikupa kazi anajua kabisa utafanyaje. Utaitangaza kwa sababu sasa hivi dunia imehamia kwenye digital platform. Umeelewa? Na sasa hivi mtu mwenye value ni mtu ambaye ana viewers ama followers wengi. Unaona? Kwa hiyo hapo endorsement ndio maana wanabaki wale kwa sababu mtu anaamini akifanya kazi na Diamond kazi inaenda, akifanya kazi na Konde kazi zinaenda, akifanya kazi na fulani kazi zinaenda. Kwa vitu kama vile hivyo. Bwana naitwa Msiri. Najua kuna madini mengi sana ambayo umeyapata hapa kwa jamaa. Kwa sababu
Ana vitu vingi sana. Tunaweza kumaliza siku mbili hapa tunaongea mambo haya kwa sababu ashaka sana huko na ndo yuko huko bado, lakini pia amefanya vitu vingi sana. Tutajie bwana zile digital platforms zako ambazo zinapatikana mtakitaka kucheki sasa hivi. Unajua kuna watu ambao wanapenda madini haya. Ndugu zangu wa Kenya wanapenda sana madini kama haya. Kwa wanangu wa Kenya, kwanza kwa wanangu mimi ni mtu ambaye niko wide. Unaweza kunicheki WhatsApp pia. Okay. Unaanza +255 783 83 imeshia yeah. Namba zenyewe hizi bwana 66 okay. 4653. Kwa Kiswahili unaanza na nyota jumlisha 255 783664653. Utacheki WhatsApp, tuanza tukabadilishana madini pia na nini. Instagram natumia msiri MSIRY_breezy, yani BREEZY. Yani hilo jina au majina ndio natumia digital platform zote. Yep. Noma sana. Rwanda najua mjachangamka sana. Sasa mkimpata mtu kama Msiri, baadhi ya ndugu zangu hapo ambao mnafanya muziki, of course anaweza kasogeza mbali sana. Burundi pia hivyo hivyo. Mcheki huyo jamaa pia, kutaja namba yake ya simu ni nadra sana kwa mwanamke ataja namba yake ya simu ni air kutokana na zile sababu za kiusalama, lakini yeye kajiamini, kataja namba zake hizo. So mcheki WhatsApp, utaweza kuwasiliana naye vizuri sana. Mcheki Instagram, YouTube kwenye channel yake pia, ukafuatilia kazi zake. Lakini pia Twitter of course na sehemu zingine ambazo jamaa anapatikana pia. TikTok kote huko. Wewe mcheki yule jamaa pia. Maisha vile ambayo unafanya. Mimi wa Tanzania, ilikuwa ni haki za msanii. Umeenjoy madini makali sana kutoka kwa ndugu yetu Msiri. Tunasema asante sana pia kwa timu yake wa kudondoka hapa, na asante sana pia kwa ambao ulikuwa unasikiliza. Asante sana kwa ndugu zangu Emirates, lakini asante sana pia kwa Sana Bees, asante sana kwa Ekosana, lakini pia asante sana pia kwa Sana Poto. Digital platform zetu tunapatikana kama Midundo_online kupitia Instagram, lakini Midundo Online Media kupitia YouTube. Tucheki huko pia. Madini hayo utayapata huko ambako kunaitwa YouTube channel yetu ya Midundo Online Media au vipi. So Facebook kama hivyo, cheki pia huko. Tembe wewe nafanya pia. Lakini by the way ni kwamba jina langu natumia Sweba Tanzania kupitia Instagram yangu, unaweza kucheki kwa jina hilo hapo, lakini Facebook, Twitter kote natumia hivyo hivyo Sweba Tanzania. Ni sawa tu kukumbusha kwamba Urithi Heritage inaendelea pale mitaa ya Mlimani, lakini pia mkwambia kwamba ile Ongara Festival pia inaendelea pia kwa siku ya kesho na kesho kutwa. So hebu jipange, afanyenda ka enjoy huko ili mradi uweze kupata vibe la weekend. Of course leo ni Alhamisi, weekend ndio imeanza. Mimi kwacha na kibao hiki cha vibe kidogo, alafu ukienda huko basi uende kupata vibe zaidi. Endelea kuenjoy. Unasikiliza Midundo Radio on www.midundoradio.co.tz. Sauti ya Afrika Mashariki.